Wananchi mkoani Arusha wamelaani kitendo cha mauaji ya dereva bajaji ambaye amefariki dunia kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali na mwili wake kutelekezwa katika mtaa wa Nadokati, kata Murieti, jijini Arusha. Wakizungumza katika ibada ya kumwaga marehemu Elias Msuya, wamesema kuwa kitendo ambacho kimefanyika kwa dereva huyo wa bajaji kimewatia hofu, huku mchungaji aliongoza ibada hiyo ya mazishi akisema kuwa watu wengi wamekuwa na roho ya ukatili na wamekosa hofu ya Mungu. Katika ibada hiyo ambayo imefanyika katika mtaa wa Mlimani, kata Sinoni, mamia ya bajaji walijitokeza kumwaga mwenzao ambaye alikuwa ni kijana mdogo aliyekuwa anategemewa na jamii pamoja na familia yake. Awali ilisomwa risala ya marehemu Elias Julius Msuya ambaye anasafirishwa kwenda kuzikwa kwao wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Sifa za marehemu. Marehemu alikuwa mkimya, mtaratibu, mkarimu na mwenye upendo. Ubatizo. Marehemu alibatizwa mnamo tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1997. Kipaimara. Marehemu alipata kipaimara mnamo tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2020. Elimu. Marehemu alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 2004 na kuhitimu 2011 katika shule ya msingi Sinoni. Marehemu alijiunga na shule ya sekondari ya Sinoni kuanzia 2012 na kuhitimu 2015. Marehemu alijiunga na chuo cha udereva cha Amana Drive mwaka 2016 mpaka 2018. Kazi ya marehemu. Marehemu alifanya kazi ya udereva wa bajaji. Ndoa. Marehemu alioa mwaka 2019. Marehemu ameacha mke mjamzito na watoto wawili wa kiume na wa kike. Mauti. Tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025, katika shughuli zake alibeba abiria, na hao abiria walikuwa watu wakatili ambao walimteka na kumnyang'anya bajaji na kumdhuru na vitu vyenye ncha kali mwilini na kumtupa sehemu isiyo na msaada akiwa amekufa. Shukrani ziwaendee viongozi wa serikali, vyombo vya habari, wanajumuiya wa Sinai Lutherani, kanisa la URCC TAG, ndugu jamaa na marafiki walio tukimbilia hadi kufanikisha msiba huu. Neno la shukrani. Yohana mlango wa 15 mstari wa 13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mungu awabariki. Isaya 62 inasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea, kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno kwa ajili ya vijana wetu ambao mwingine ni huyu ameshalala, na hata watumishi wengine watasema ya kwamba Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe, lakini kalazimishwa kuondolewa nafsi yake. Jamani, tuendelee kwa pamoja kuliombea taifa letu, na tuendelee kwa pamoja kuwaombea vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji, kwa vitendo vya namna hii ambavyo vinafanyika. Leo Eliamini ameitwa jina lingine jipya. Ameacha mke na watoto, na bado mke wake ni mjamzito. Inauma sana. Inauma sana. Na hata kama sio hivyo tu, yeye Eliamini amesafiri kwa kusema kwamba napakia abiria, lakini akafanyiwa kitendo cha kinyama namna hii. Hakustahili adhabu kwa sababu hakuwa mwizi, hakuwa jambazi, wala hakuwa
mlevi wala hakuwa mvuta sigara, alikuwa kijana mpole sana. Ninaamini Mungu atamuita jina lingine jipya. Lakini kwa pamoja tuombe kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya wadhalimu waliosimama kutoa uhai wa ndugu zetu. Tunawashukuru vijana wote mliokuja hapa na watu wote mliotuunga mkono kwa ajili ya kuja kumwaga ndugu yetu mpendwa. Lakini pia tunawashukuru hao ambao wamefanya kitendo hiki. Sisi hatujawaona ila Mungu wa mbinguni anawaona. Ninaamini ya kwamba taji mpya itafunguliwa. Yasitokee tena mauaji ya kiasi hiki. Inauma kwa kila mmoja ambaye amesikia taarifa hii, na kwa ndugu pia imekuwa ni jambo zito sana kwetu. Basi wote tuinamishe kichwa, tumshukuru Mungu. Maana Mungu ndio wa kuweza kila kitu. Wewe ni Mungu unayeishi, uliyeumba mbingu na nchi, ukaumba vinavyoonekana na visivyoonekana Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya sana wakati na majira kama haya. Tunakuja mbele zako, yamkini tumenena yale ambayo ni kinyume na mapenzi yako Mungu. Ukaturehemu, ukatusamehe, ukatutakase. Na hata sasa tunapoanza safari ya kwenda kumpeleka mtoto wetu mpendwa kule katika nyumba yake ya umilele, Mungu ukatutangulie, maana katika neno lako umesema Yesu Kristo utakuwa mbele yetu ukitutengenezea njia na ukitutangulia. Ninaomba na Mungu wa mbinguni ukaweke ulinzi wako juu yetu sote. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukaweke ulinzi kwa madereva wote na kwa wote ambao wamepangiwa kwa ajili ya kufanyiwa matendo maovu. Mungu ukasimame ukatete nao. Mungu ukawafunue kila mtu ambaye amefanya kitendo kama hiki. Yamkini tuko naye mahali hapa lakini sisi hatujui, wewe ndio unayejua. Tunaomba Bwana hayo tukikutukuza na kukuinua, tukiliinua jina lako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Ni jambo la kusikitisha na huwezi kuamini. Tangu nilipopokea taarifa hii jana, unafikiria sisi wa Tanzania tayari tunafikia kwenye kiwango hiki, kwenye utafutaji tu. Bora hasa mtu akikaa nyumbani shida, akitafuta shida. Sasa hawa niwaambie wazee wangu wa kike na wa kiume, tufanyeje juu ya hawa vijana sasa? Kama vijana yupo kwenye harakati ya utafutaji ni shida, akikaa nyumbani ni shida. Hiyo sio njia nzuri ya kutatua tatizo. Tatizo nzuri ya kujibidisha ni kufanya kazi. Sasa sisi wazazi turudi leo, tuwahimize watoto katika harakati zako mwanangu za utafutaji. Uwe ndani ya nchi, uwe nje ya nchi, kumbuke Mungu. Usimweke Mungu mbali. Kwa sababu ni Mungu peke yake atakaye kufanya uwe na maisha tena baada ya haya kufika mwisho. Niwaambie ukweli. Mungu peke yake ndiye atakayefanya utakapomaliza hapa duniani, kama ndugu yetu alivyolala Elia, uwe na maisha mengine. Ni Mungu peke yake. Sasa natoa wito hasa kwa wazazi, wanaume kwa wanawake. Tukumbuke na tutoe usia, usichoke. Maadamu upo hai baba, maadamu upo hai mama, toa usia kwa watoto wako vizuri. Wahimize mambo ya Mungu kwa kila unachokiamini wewe. Muhimize mwanangu, pamoja na sarakasi zote unazofanya, penda Mungu. Penda Mungu. Wewe unadhani waliofanya haya mambo haya vijana ni vijana wenzake, si ndio? Lakini hatujui background zao. Wazazi inawezekana walifanya nafasi yao, hata wenyewe tu wameamua kukaidi. Lakini wewe mzazi, nawa mikono, mfundishe mwanao. Mwambie usije ukaharibu damu ya mtu kwenye maisha yako. Tafuta, kula unapoweza kula. Yamekushinda, rudi hapo, utakula tena ugali wangu. Lakini usije ukaondoa uhai wa mwenzako. Hujui alikuja duniani kwa ajili ya nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu peke yake ndiye anayeweza kutupa nafasi ya kuishi tena. Kwa hiyo naomba kupitia kusanyiko hili na msiba huu, turudi tutafakari sana njia zetu. Uliomba mtoto, Mungu amekupa. Tumepewa watoto wa kiume, tumepewa watoto wa kike, na wote wanaingia mtaani, wanaingia kwenye shule, wapo vyuoni wanasoma. Mzazi unafanya nini? Unasema kitu chochote juu ya maadili ya huyo kijana wako? Kwa sababu hapa ni vitu viwili hapa vimetokea.
Kuna kijana ametendewa vibaya na vijana wenzake. Sasa hilo linarudi, ukianza kulifuatilia hilo linakufikia mzazi ambaye unanisikia sasa hivi, kwamba kumbe una wajibu pamoja na umri huo ulionao, ama na zamana hiyo ya watoto Mungu aliyokupa, una wajibu wa kumwambia kijana wako, una wajibu wa kumwambia binti yako, katika kuenda unakokwenda, katika utafutaji unaofanya, kumbuka Mungu na usifanye vitendo vibaya vya kiwango cha kutoa uhai wa mwenzako. Wapendwa, serikali pia ipo kutusaidia. Kama unaona wewe na niwaambie jambo ile kwenye maisha sijui lipo namna gani. Yaani mwenzako mwingine unaweza kushangaa hana kiwango kile cha elimu kama vile ambavyo labda wewe unacho, lakini Mungu anamjalia kwenye biashara zake zile ndogo ndogo anazozifanya. Kwa hiyo tujifunze kuwa na elimu nzuri ya kujali maisha ya wengine, na si kwa tamaa mbaya. Iwe ni uchawi, iwe ni kufanya visa vya kinyama na vibaya kwa nchi yetu, kwa serikali yetu, hata kwa watumishi wa Mungu sisi. Hakuna anayejisikia vizuri. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Naona wazazi ni wengi tupo hapa. Kuwa na kauli nzuri kwa watoto wako. Usimtamkie vibaya mtoto wako. Mfundishe kuishi na watu vizuri. Sio yeye kitoka shule hivi, bali mwisho wa siku mambo ya shule yamemgomea na ingia mtaani atafanya vitu vibaya. Hujamuelimisha. Muelimishe, kuna jamii na jamii haitakiwi kutendewa kitu kibaya. Wewe pambana kwa elimu yako na nguvu zako, utakapochoka fanya hivi, sio kuzuru maisha ya watu wengine. Jambo hili limegusa familia zetu sisi wote, ndio maana tupo hapa. Na niwaambie tu, neno hili la Mungu linatuelekeza jambo zuri ambalo natamani nihitimishe nalo, kwamba mwandishi wa kwanza anasema inawezekana mtu aliyekufa kuwa hai tena. Na mimi nimesoma andiko linalojibu tena. Ni Yesu peke yake akasema inawezekana. Inawezekanaje kwa wewe kuamua kumwamini Yesu Kristo? Wapendwa, Yesu ni Mungu. Ninajua neno hili nikisema unaweza usilifurahie, lakini nikwambie huo ni uhakika. Yesu ni Mungu na ndiye muumbaji. Ametuumba na sisi sote. Lakini nimekuwa ni kijana ambaye nimeonyesha wachungaji wake hao. Na mimi nikiona pia mchungaji wake. Amina wapendwa. Amina wapendwa. Tulimuona kanisani na ndio maana mchungaji nipo hapa. Shehe atakuwepo kwenye siku ile kwa sababu anamuona mtu msikitini. Kuna shehe yote hapa yupo hapa, wewe muone mtu utasema unaenda kumswalia. Mnanielewa? Kwa hiyo tujifunze wazazi kuonyesha njia nzuri kwa watoto wetu. Na kuwaelekeza mambo yasiyofaa, no. Penda. Na vijana wengine hapa hata kanisani hawaendi, msikitini hawaendi, na mzazi kimya anaenda. Mpaka kifika mambo mabaya ndio anasema jamani watoto wameharibika. Wewe ulishawahi kusema chochote? Mungu atusaidie sana Watanzania wenzangu. Mungu atusaidie sana Watanzania wenzangu. Mungu atusaidie sana Watanzania wenzangu. Uhai wa mwanadamu jamani ni kitu cha gharama kubwa. Mungu amegharamia maisha yetu, niwaambie ukweli. Hakupaswa Mungu kuja duniani kwa njia ya kuvaa mwili. Lakini yote arudishe thamani na heshima kwa mwanadamu wewe, kwa mwanadamu mimi. Tumgeukie Mungu na majira ndio haya. Usisubirie jua kuzama. Fanya maamuzi umpate Yesu kwenye maisha yako. Umpate Yesu kwenye maisha yako. Kwa kumwamini Yesu ujapokufa utaishi tena. Utaishi tena na kuhakikishia. Na Biblia inasema vizuri mstari wa 26. Hata tukiwa hapa duniani tunaweza kuokoka na tukaendelea kuishi. Biblia inasema hatutakufa tena. Hichi kifo kitakuwepo cha mwili kwa sababu watu wote, hata mimi nayehubiri hapa, hichi kifo kitatokea kwangu. Siku moja wengine watahubiri wakati mimi nimelala. Na nisikilize wapendwa. Wewe turudi kwenye kumheshimu Mungu na kizazi chetu tukisaidie kwa nguvu kubwa. Nikwambie mzazi, maadamu upo hai,
Pamoja na umri wako kwenda, mwambie Mungu, nisaidie, sitamani kutengeneza hatia yote kwa mwanangu. Ninanawa, namuelekeza mambo ya maadili, mambo ya msingi, afanye nini, aishije na wenzake, nawa mapema. Na usisahau katika kumuelekeza hayo yote, kumuelekeza njia ya Mungu. Hapo Mungu atakubariki na kukusaidia sana. Kupitia msiba huu, niliona nimesukumwa kusema maneno haya. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Niombe uinamishe kichwa chako niombe. Likipangwa limepangwa, lakini tuchukue tahadhari. Lakini na wale ndugu zetu wanaoyafanya haya, na imani hawakosekani humu. Wanasikiliza, wajue kitu gani kinaendelea. Sisi hatuwajui, lakini Mwenyezi Mungu anakufahamuni. Mwogopeni Mwenyezi Mungu. Leo mwenzako umemuondosha, lakini na wewe utakuwa milele. Kwa hivyo lazima kila mmoja ahakikishe anajisikia vibaya kuutoa uhai wake. Hilo ndio jambo kubwa. Na ili ajisikie vibaya kumtoa mwenzie uhai wake, kwanza ni kupendana. Tunapokuwa tunapendana, basi haya hayawezi kutokea. Na hata kama ni uadui, basi taratibu zipo, viongozi wa bajaji tupo, tufuate, kuna hili na hili. Kwa hiyo niwaombe sana. Serikali watafanya kazi yao, lakini kazi kubwa, vijana, waendesha bajaji, waendesha bodaboda, kuweni wamoja. Mwenzako hujamuona dakika 15-20, basi lazima ujue huyu kaenda wapi. Mnapaki wote kwenye vijiwe, lazima mhakikishe fulani alitoka hapa. Na ikiwezekana ukishapatana wewe na abiria wako, mwambie mwenzako, nina abiria nawapeleka sehemu fulani. Ili yule rahisi unapopotea, wanajua baada ya dakika 15 karudi, lakini imepita lisaa lizima hajaonekana, ili tuweze kufanyaje kufuatilia. Mara nyingi viongozi huwa tunapumzika mapema, lakini kuna vijana wanatafuta riziki. Tukiwaambia walale mpaka asubuhi ndio waamke, bado kuna watu wanahitaji usafiri kwa dharura. Kwa hivyo niombe serikali, haya maswala wayachukulie serious wa hali ya juu. Matukio mengi yanatokea kisha yanapotea. Yanavuma baada ya muda yanapotea. Kisha imeisha ndio imeisha. Linatokea lingine, linavuma, hawa ni watu. Polisi ndugu zetu, mmechukua dhamana kwa ajili ya kuwasimamia watu, basi wasimamieni. Kama ni haki, basi familia waipate haki kwamba kweli ndugu yetu ameondoka, lakini polisi wamefanya kazi yao. Kwa hiyo tunakuombeni sana. Tunajua mnafanya kazi kubwa, lakini ongezeni spidi likitokea jambo kama hili. Kama leo tunashukuru polisi wamekuwa na sisi bega kwa bega. Kwa hiyo niombe sana tuwe na ushirikiano, madereva bajaji, hata abiria. Ukihisi abiria uliokuwa naye sio salama, mripoti kwamba huyu abiria tuliokuwa naye huyu, sidhani kama ni abiria mwenzetu huyu, tunafahamiana. Kwa hivyo hayo mimi nikasema niaseme haya kwenye hadhara hii.